Kuna kipindi ambacho maisha hukusimamisha, yakakupiga pause bila ruhusa yako. Unaamka asubuhi, lakini ndani unahisi umekwama. Malengo uliowahi kuwa nayo hayakuhamasishi tena. Marafiki wanaendelea na maisha yao, wewe unasikia kama umeachwa nyuma. Na wakati mwingine unajiambia kimoyomoyo, labda nimechelewa, labda hakuna cha kuanzia tena. Lakini leo nitakufunulia njia 7 za kisaikolojia zinazotumiwa na watu waliowahi kuwa chini kabisa na leo wanaishi maisha mapya, makubwa, yenye matumaini na nguvu ya ajabu. Na ukitumia njia hizi kwa usahihi, utabadilisha hofu kuwa ujasiri, maumivu kuwa nguvu na kukata tamaa kuwa mwanzo mpya. Endelea kusikiliza mpaka mwisho, kwa sababu njia ya 6 na ya 7 ndizo zinazowafanya watu wengi kubadilika ndani ya siku chache. Kabla hatujaendelea, kama unataka video zaidi za psychology, healing, confidence, self-growth na emotional mastery, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya na uwashe notification bell ili usikose video yoyote inayoweza kubadilisha safari yako ya maisha. Kukata tamaa sio udhaifu, ni ishara kwamba akili yako inataka mabadiliko makubwa kuliko yale uliyoyazoea. Hii ni response ya akili inapokosa mwanga wa mbele, inapoumia, inapochoka au inapobeba mzigo ambao haipaswi kuubeba peke yake. Sasa safari hii inaanza. Njia ya kwanza, kubali kile ulichopoteza, usikimbie. Kila mwanzo mpya unahitaji kitu kimoja: ukweli. Tatizo ni kwamba watu wengi hukimbia hisia zao. Wanapoteza kazi, wanajeruhiwa kimapenzi, wameumizwa na familia, au wanashindwa kufanikisha malengo, lakini wanajifanya wako sawa. Kisaikolojia, ukikimbia maumivu yanakukimbiza mara 2 zaidi. Hapa unafanya hivi: unaandika kilichouma bila kujihukumu, unataja hasara zako wazi, unazikubali, halafu unaamua hiki kimenipata lakini hakitanizuia. Utafiti mwingi wa neuroscience unaonyesha kwamba akili hugombana na kitu chochote unachokikataa kukikubali, na hugundua nguvu za ajabu kwenye kitu chochote unachokikubali na kukikumbatia kama sehemu ya safari. Hii ndiyo hatua inayofungua milango ya mwanzo mpya. Njia ya pili, reprogram the mind, badilisha imani ndogo ndani yako. Kukata tamaa mara nyingi si kwa sababu mambo yameharibika, ni kwa sababu umo ndani ya imani zinazokuvuta chini bila wewe kujua. Imani kama nimechelewa, mimi siwezi, maisha yangu yameisha, bahati siyo yangu. Lakini kisaikolojia, hizi ni rekodi za zamani ambazo akili yako haijawahi kufuta. Unataka kuanza upya? Unabadili rekodi. Fanya hivi: kila asubuhi, sema sentensi 5 mpya unazotaka ziwe ukweli. Ziseme ukiamini kama tayari zimetokea. Ziseme kwa sauti ndogo, tukio kwa tukio. Mfano, ninaanza ukurasa mpya leo. Ninavunja mipaka niliyowahi kujiwekea. Maisha yangu yanaelekea kwenye mwanga. Kadri unavyorudia, sio kwa ushabiki, bali kwa consistency, akili huanza kujenga identity mpya. Identity yako mpya ndiyo mwanzo wako upya. Njia ya 3, tengeneza mazingira mapya ya kisaikolojia. Unataka kuanza upya? Basi acha kuishi kwenye mazingira yaliyokukatisha tamaa. Hiki ni kitu ambacho watu wengi hushindwa kukifanya. Huwezi kujenga maisha mapya ukiishi kwenye mazingira yaliyoangusha ya zamani. Mazingira yanajumuisha watu unaowasiliana nao, mazungumzo unayokutana nayo, kazi ulipo, chumba chako, simu yako, content unayotazama. Kisaikolojia, mazingira huunda tabia na tabia huunda maisha. Hii ni hatua ya kufanya usafi mkubwa wa akili. Ondoa apps zinazokudhalilisha kiakili, punguza watu wanaochochea huzuni, safisha chumba chako,
ondoa vitu vinavyokukumbusha maumivu. Tengeneza mfumo mpya wa content unayotazama. Mazingira mapya ni mwanzo upya. Njia ya 4, anza na kitu kimoja kidogo, sio kila kitu kwa wakati mmoja. Kukata tamaa kunatokea pale unapohisi mzigo ni mkubwa kuliko nguvu ulionayo. Lakini siri iko hapa. Watu wenye mafanikio sio wale wanaofanya vitu vingi, bali wanaoanza na kitu kimoja kwa uthabiti. Ushindi mdogo una nguvu kuliko unavyodhani. Kisaikolojia, ushindi mmoja mdogo huanzisha mfululizo wa dopamine na motivation ambao unaimarika haraka. Chagua kitu kimoja tu cha kuanza. Kutembea dakika 10, kusoma kurasa 3, kuandika sentensi 5, kujifunza skili mpya dakika 15, kuomba ama meditation dakika 5. Ushindi mdogo huamka akili iliyokata tamaa. Njia ya 5, reframe the past. Badili tafsiri ya matukio yaliyouma. Tatizo la wengi sio maumivu, bali maana walioyapa maumivu. Ukijipa tafsiri, nilishindwa kwa sababu mimi ni dhaifu, au nilidanganywa kwa sababu mimi sijui kupenda, au nilifeli kwa sababu mimi ni mtu mbaya, akili yako inachukua tafsiri hiyo kama ukweli wa maisha. Njia ya kuanza mpya inahitaji kitu kimoja: kutoa maana mpya kwa kilichotokea. Mfano, ulipoteza kazi, not equals maisha yamekugeuka. Tafsiri mpya: umefunguliwa milango mipya. Uliachwa, not equals hutoshi. Tafsiri mpya: umeokolewa kwenye mahusiano yasiyoendana na hatima yako. Ukireframe akili yako, maisha hutulia, nguvu hurudi na roho huanza kuona mwanga. Njia ya 6, jenga ujasiri mpya kupitia maamuzi mpya. Hapa ndipo roho ya mwanzo mpya inazaliwa. Kisaikolojia, mtu aliyekata tamaa anakuwa na tabia ya kuchelewesha maamuzi. Anasema, nitafanya kesho, au siwezi sasa, au wacha nipate nguvu kwanza. Lakini hatua hii inakwambia kitu kimoja: maamuzi huja kabla ya nguvu, sio baada. Watu walioanza upya maishani hawakuwa na nguvu, walikuwa na maamuzi. Chagua maamuzi 3 tu ya mpya: maamuzi ya kiafya, maamuzi ya kifedha, maamuzi ya kihisia. Maamuzi haya yanakuwa msingi wa identity mpya ya maisha yako. Njia ya 7, fufua tumaini kwa kujipa maono mapya. Mental imagery. Mwanzo upya haujengwi kwa nguvu za kimwili, unajengwa kwa maono ya ndani. Utafiti wa psychology unaonyesha kwamba akili haiwezi kutofautisha kati ya tukio la kufikirika na tukio la kweli. Hii inamaanisha kuwa ukijiona ukifanikiwa, akili inaanza kufanya kazi ili kukutekelezea ulichokiona. Hapa unaanza kujivisualize maisha unayotaka, kuwaza version yako bora, kuona matokeo kabla hayajatokea, kuishi kama mtu mpya ndani ya kichwa chako. Kwa siku 30 ukitumia mental imagery, utajenga mwelekeo mpya wa maisha bila hata kujilazimisha. Kama video hii imekusaidia hata kwa hatua moja tu, bonyeza like, acha comment ukiniambia njia ipi imekugusa, na subscribe kwa sababu video zinazofuata nitakuonyesha jinsi ya kujenga nguvu mpya ya akili, confidence mpya na identity mpya itakayokufungulia milango ya mafanikio. Kumbuka kwamba kuanza upya sio kubadilisha maisha, ni kubadilisha namna unavyojiona. Ukishabadilika ndani, maisha yako yote hubadilika. Asante kwa muda wako, tukutane kwenye video inayofuata.